Mungu wetu, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunafuraha Bwana tukikaribia kiti chako cha enzi na kusema ya kwamba unastahili Bwana ibada na sifa kila wakati. Mungu wetu, tunazidi kuimarika katika ufahamu wa siri ya Bwana wetu Yesu Kristo, ili tuweze kukutumikia kwa njia ambayo ni mwafaka zaidi, njia inayofaa zaidi. Na tunatoa shukrani Bwana. Naomba ya kwamba Bwana kwenye ibada leo hii kaweze kuwa pamoja nasi. Tunajua ya kwamba wewe huwa unahudhuria ibada, maana ulisema 2 ama 3 wakikutana kwa sababu ya jina lako utakuwa miongoni mwao. Ninaomba ya kwamba Bwana leo hii ukiwa miongoni mwetu uweze kutusaidia kukufahamu zaidi. Ufunuo wa neno Bwana uzidi kuwa dhahiri katika maisha ya kila mmoja wetu. Ninaomba ya kwamba utushindanie vita Bwana dhidi ya yule muovu, maana Biblia inasema ya kwamba hatushindani na wale walio na mwili na damu, lakini tunashindana na ufalme wa giza. Na hivyo basi hatuwezi kutumia Bwana mbinu za kimwili kufanya vita hivi. Ni itabidi Bwana tuchukue silaha zote za Injili. Tusaidie Bwana kuwa askari wa kweli wa Bwana Yesu Kristo, tukitumia neno lako Bwana kushinda vita na kupata ushindi. Asante Baba, kupitia neno lako ninaomba ya kwamba uweze kunena na moyo wa kila mmoja na ukutane na mahitaji yaliyo katika maisha yetu. Sifa na utukufu ni zako Bwana. Tunaomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tutafungua Biblia zetu katika Yohana 14. Yohana 14 mstari wa 26. Yohana 14 mstari wa 26. Tusome tu mstari mmoja ili tuweze kuketi, lakini baadaye tutasoma mahali pengine. Hata hiyo sura tutaisoma tena mahali. Lakini kwa sasa mstari wa 26 Biblia inasema, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka ama kumtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Bwana ongeze baraka. Tunaweza kuketi. Nilisema ya kwamba nitakuwa na msururu wa mikutano kadha nikiongea juu ya kazi ya Roho Mtakatifu. Na leo ningetaka kuongea juu ya Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa ndani. Nikasema ya kwamba nitakuwa nikiongea juu ya kazi ya Roho Mtakatifu. Nafikiri huu ni mkutano wa 3 katika jambo hili la Roho Mtakatifu, na ninataka kuongea juu ya Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa ndani. Vile tumesoma hapo katika Yohana 14 na mstari wa 26. Ni ahadi ambayo Bwana Yesu Kristo alitoa kwa wanafunzi wake. Aliwaahidi jambo hili wakati akiwa nao kabla ya kuangikwa msalabani. Alitoa ahadi ya Roho Mtakatifu na akasema ni vyema aondoke ili huyo Roho aweze kuja. Aweze kuja na aweze kuingia ndani yao, kwa sababu wakati huo Roho alikuwa pamoja na wanafunzi. Hakuwa ndani yao. Kuna tofauti. Alikuwa pamoja nao lakini hakuwa ndani yao. Kwa sababu Roho ni nani? Ni Mungu, yule wa agano la kale, nguzo ya moto, malaika wa agano, amejivika mwili wa binadamu, Yesu Kristo. Na wakati amejivika mwili, ameita wanafunzi, akaambatana nao miaka 3.5, huyo Roho akiwa ndani ya mwili. Ni kusema sasa yuko pamoja nao. Anatembea miongoni mwao, anatangamana na watu, anatumia wakati mwingi na wanafunzi wake, yuko miongoni mwao lakini hayuko ndani yao. Ilibidi aende ili aweze kubadilisha kinyago. Na siku ya Pentecost tunamuona akishuka bila mwili. Tunamuona akishuka bila mwili
Nabii anasema nguzo ya moto inajigawanya na kila mmoja akapata sehemu ya nguzo ya moto. Hiyo sehemu ikaingia ndani yao. Ili andiko hili la Bwana Yesu Kristo litimie, ya kwamba Roho Mtakatifu atakuja ndani yao. Na wakati Roho Mtakatifu anaingia namna hiyo, jambo la kwanza kama vile tumesema daima ni kwamba umezaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili si kuamini message. Kuamini message umesikia ni Mungu anaitana na umeamka. Na ile sababu imekufanya uamke ni kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa sababu wale watu wengi katika dunia hawaisikii sauti ya Mungu. Wanaweza kusikia watu wakihubiri ujumbe, lakini hakuna kitu wanaelewa, hawana uhusiano na hilo jambo. Wewe unaamka kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu, lakini kuamka kule sio kuzaliwa mara ya pili. Ni kuamshwa ili ufahamu ya kwamba kuna jambo tofauti na yale maisha umekuwa ukiishi. Lakini kuzaliwa mara ya pili hasa ni wakati unajazwa kwa Roho Mtakatifu. Huko ndiko kuzaliwa mara ya pili. Kuna watu wengi katika ujumbe ambao wanasema kuzaliwa mara ya pili ni kuamini ujumbe. Unaamini message, umezaliwa mara ya pili. Na tukasema wiki iliyopita na tumesema daima na tunasema vile nabii anasema ya kwamba hayo ni mafundisho ya makanisa madhehebu ya Baptist, ambao wanasema ukiamini tu, kuamini huko ndiko Roho Mtakatifu. Lakini tunajua ya kwamba unajazwa na Roho Mtakatifu baada ya kuamini neno kwanza. Mungu anaridhika ya kwamba umeamini neno lake kwa moyo wako. Mungu anaridhika kwanza, na akiridhika basi anakujaza kwa Roho Mtakatifu. Na hiyo inaonyesha ya kwamba Mungu ameipokea imani yako. Hilo ni jambo la muhimu sana kuweza kuelewa. Wakati Bwana Yesu Kristo alinena maneno haya tuliyosoma katika Yohana 14:26, alikuwa pamoja nao lakini hakuwa ndani yao, na hiyo ni kusema ya kwamba alikuwa ni mwalimu wa nje. Lakini sasa alikuwa anatamani kuweza kuwa mwalimu wa ndani, aweze kuwafundisha neno akiwa ndani yao. Kwa sababu katika hii hali ya mwalimu wa nje kuna kile kiwango angeweza kuambia na waweze kuelewa, lakini kuna mengi sana ambao hawangeelewa. Kwa hiyo kuna mambo hangeweza kuambia kwa sababu hata kama angewaambia hawataelewa. Na hata yale ambao aliwaambia si kusema walielewa yote. Walikuja kuelewa baadaye. Tunaweza kuona hivyo katika sehemu tofauti za Biblia. Ningetaka turudi hapo nyuma tusome mstari wa 12 katika Yohana 14. Mstari wa 12 Yesu bado anaongea. Ukisoma Yohana 14 mlango wa 14 na mlango wa 15 na 16, Yesu anaongea juu ya Roho Mtakatifu. Anaongea maneno kadha anarudia mambo ya Roho Mtakatifu. Mstari wa 12 hapa katika Yohana 14, neno la Bwana linasema, amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi samahani, nafikiri nimeandika mahali pasipo, kwa sababu mahali nilikuwa nataka kusoma ni mahali ambapo anasema nina mengi ya kuambia lakini siwezi kuambia yote sasa, na nafikiri sio hapo. Nikiweza kupata ni sehemu gani nitakwambia. Mahali Biblia inasema nina mengi ya kuambia lakini hamwezi kuyaelewa yote. Lakini huyo Roho Mtakatifu akija ataongoza. Nafikiri ni Yohana 16 mstari wa 12. Haikuwa 14, ni 16 mstari wa 12. Yohana 16 samahani, inasema hivi, hata bado ninayo mengi ya kuambia. Sikia vile anasema, amewaambia mambo kiasi fulani, na anasema ana mengi zaidi ya kuambia ambayo haoni haja kuambia kwa wakati huo kwa sababu hawataelewa. Hata bado ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Hawataweza kushika mambo hayo hata akiwaambia.
Kwa nini? Mstari wa 13, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayosikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari zake. Unaona ni kwa nini Bwana Yesu Kristo hakuwaeleza mambo mengi? Anasema ni kwa sababu hawana uwezo wa kushika mambo hayo. Hawana capacity. Hawana uwezo wa kushika mambo hayo bila ya kuwa na Roho Mtakatifu. Anasema lakini Roho Mtakatifu akija, atawaongoza kwenye kweli yote, atawafunulia mambo ya Bwana Yesu Kristo, atawaonesha hata mambo yajayo. Na jambo hilo tunajua ya kwamba lilifanyika kuanzia siku ya Pentecost na kuendelea. Siku ya Pentecost, wakati Roho Mtakatifu alishuka, siku hiyo tunajua ya kwamba ni Kristo alikuja akaingia ndani yao, akaingia ndani ya moyo, akaingia ndani ya nafsi, na wakazaliwa mara ya pili. Akahuisha nafsi, wakazaliwa mara ya pili. Na kutoka hapo wakaanza kuongozwa na Roho Mtakatifu, na wakaanza kuwa na mwalimu wa ndani. Na hilo jambo, ndugu na dada, usipuuze. Huo ndio msingi wa Ukristo wetu, kuweza kuwa na mwalimu wa ndani. Maana tukikosa huyu, basi wajua mtu ambaye hayuko ndani ya Kristo hatanyakuliwa. Nabii anasema, na Paulo anasema ya kwamba wale watanyakuliwa ni wale walio ndani ya Kristo. Na hata wale ambao tunatazamia hivi karibuni watafufuka ili waweze kuja miongoni mwetu, wale wamepitia nyakati 7 za kanisa, anasema ya kwamba wale ambao watafufuka ni wale waliolala wakiwa ndani ya Kristo. Ni kusema hivi, wakati wakiwa hai walizaliwa mara ya pili, walijazwa kwa Roho Mtakatifu. Ni wao tu watahitimu kufufuka katika ufufuo wa kwanza. Wale wote ambao wamelala lakini hawakuzaliwa mara ya pili siku yao, hawatakuja katika huu ufufuo. Watangoja ufufuo wa jumla, na ili wasimame katika hukumu, mahali Mungu atabagua, wengine kushoto, wengine kulia. Lakini wale ambao walilala wakiwa ndani ya Kristo, kusema ya kwamba walijazwa kwa Roho Mtakatifu, watafufuka, na nabii anasema tutawaona miongoni mwetu. Nasi tuliozaliwa mara nyingine, miili yetu nayo inageuzwa, ili tunyakuliwe pamoja na wao, tunyakuliwe pamoja na mawingu, tumlaki Bwana hewani. Tuweze kuelewa mambo hayo, na usipuuze mambo hayo, kwa sababu katika huu ujumbe utakutana na itikadi. Nasema katika mviringo wa ujumbe huu utakutana na itikadi nyingi. Isms utakutana nazo. Utakutana na mtu ambaye anakuambia ukiamini message mambo yote yamekwisha. Sasa ni kula neno tu na ungoje kunyakuliwa. Lakini hakuambia kwamba kuna ujuzi wa kiungu ambao unakuja kutoka kiti cha enzi. Roho Mtakatifu anaingia katika nafsi, anachoma mzizi wa dhambi, anageuza maisha yako, unakuwa kiumbe kipya. Kuna kitu kinaingia ndani yako zaidi ya kuamini ujumbe. Na hicho kinaingia ndani yako zaidi ya kuamini ujumbe ni uhai wa ule ujumbe. Ni uhai wa ule ujumbe. Unaona? Ni uhai wa lile neno. Ukiamini neno lakini ule uhai haujaja, neno haliko hai. Ni kama mtu mmoja anauliza ndugu Branham juu ya Roho Mtakatifu katika maswali na majibu. Nabii anasema ni kama mshumaa. Ukiwa na mshumaa hapa, mshumaa una kila kitu ambacho unahitaji ili kuweza kupata moto. Kuna mwili wa mshumaa pale, kuna ule utambi, lakini hakuna moto. Kwa hiyo hata ukiweka pahali juu, ule mshumaa hauwezi kutoa mwanga kwa mtu yeyote. Anasema ndivyo ilivyo na mtu ambaye ameamini neno. Umeamini neno, lakini unahitaji moto. Neno liweze kuwashwa, liweze kuishi yale yaliyonenwa pale ndani. Tunahitaji huo moto. Na moto ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na utakutana na itikadi zingine pia, mahali ambapo watu wanasimama na misisimuko, na wanaita hiyo misisimuko Roho Mtakatifu. Kwamba nilihisi moto ukipitia juu ya kichwa changu, sasa niko na roho. Ama nilicheza katika roho, ama niligaagaa kwenye sakafu, na unasema huyo ni roho. Si kweli, hiyo ni sensations, misisimuko. Roho Mtakatifu ni utu wa Yesu Kristo. Ni uhai wa ile sadaka, ile ishara.
uhai wa ile sadaka ni Bwana Yesu Kristo. Uhai huo ulioachiliwa na damu, wakati damu ilimwagika iliachilia uhai, na uhai huo ndio unarudi kwa wale ambao wanaamini sadaka. Unaingia ndani yako, unakugeuza uweze kuwa kiumbe kipya, na unakuwa na kiongozi wa maisha yako, na unakuwa na mwalimu wa ndani. Tuweze kuelewa jambo hilo. Na ni jambo ambalo utapitia, si kuamini message. Kuamini message kwenyewe si ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tushike hilo jambo vizuri, kwa sababu itikadi hiyo utakutana nayo miongoni mwa waamini wa ujumbe. Na hilo jambo si la kimitume, si la Biblia. Ni madhehebu ndio wanaamini mambo hayo. Madhehebu pia wanaamini ya kwamba kuna Wapentekoste hasa kuna kuzaliwa mara ya pili kwa kuokoka. Unaamini Yesu, wanaita wito wa madhabahuni, unatokea pale, unapiga magoti, wanaomba na unasema nyuma yao, sasa umezaliwa mara ya pili. Wanasema hivyo. Lakini sasa baadaye utahitaji Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho Mtakatifu uweze kuwa na nguvu ya kufanyia Mungu kazi. Lakini umeshazaliwa mara ya pili, lakini baadaye sasa utahitaji nguvu za kufanyia Mungu kazi. Pentekoste wanasema hivyo. Nabii amewahi kusema hivyo wakati moja. Lakini wakati mihuri 7 inafunuliwa, anasema ningetaka hili jambo kusema kwa hakika Biblia inamaanisha nini. Anasema kuzaliwa mara ya pili na kujazwa na Roho Mtakatifu sio mambo mawili tofauti. Ni jambo lile lile. Kwa hiyo wakati nabii alikuwa anaita watu ili wajazwe na Roho Mtakatifu, alikuwa anawaita ili wazaliwe mara ya pili. Na wakati anasema wale wangetaka kuzaliwa mara ya pili, anaita watu wajazwe kwa Roho Mtakatifu. Sio mambo mawili. Wapentekoste wanasema unazaliwa mara ya pili kwa kuokoka, kuamini Yesu, lakini baada ya muda utahitaji ubatizo na Roho uweze kuwa na nguvu za kumfanyia Mungu kazi, na itajulikana ya kwamba umepata huyo Roho wakati utanena kwa lugha. Hiyo ni itikadi. Katika ujumbe, miongoni mwa wale wanaamini ujumbe, utakutana na hilo jambo pia. Utakutana na hilo jambo la kusema ya kwamba unazaliwa mara ya pili kwa sababu ya kuamini ujumbe, lakini baadaye unajazwa na Roho uweze kuwa na nguvu ya kufanyia Mungu kazi. Utakutana na hilo jambo na haliwezi kupita mtihani wa neno. Maana nabii alikuja akaweka haya mambo kwa usahihi kabisa, akasema kuzaliwa mara ya pili ni kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mpaka mtu ajazwe na Roho Mtakatifu, anatazamia kuzaliwa mara ya pili. Anatazamia kuzaliwa mara ya pili, lakini hajazaliwa mara ya pili. Alipohubiri ujumbe huu ambao unaitwa makao ya baadaye, aliongea kwa usahihi zaidi, akasema ya kwamba hata wakati umeamini ujumbe na ukahesabiwa haki, ukapelekwa kwenye maji, ukabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo na ukatakaswa, anasema haujawa sawa, hauko sawa. Anasema hata baada ya kutakazwa, kile ambacho kilikufanya utende dhambi kingali ndani yako. Hapo ndipo aliongea juu ya nyoka pale kwenye nafsi, akaongea juu ya mzizi wa dhambi, na saa hiyo nyoka huyo yuko ndani ya mtu aliyetakaswa. Utakaso unaweza kuondoa matunda ya dhambi, lakini hauondoi shina lile. Anasema shina hilo linaondolewa si hata kwa damu, linaondolewa kwa moto. Alisema ni moto unachoma shina hilo. Damu ni ya kununua, lakini Roho Mtakatifu ndiye mfanyakazi. Shina hilo linachomwa na ubatizo wa Roho na moto linaondolewa ili Roho Mtakatifu aingie hapo ndani. Sasa nafikiri unaona ya kwamba huwezi kusema kwa sababu nimeamini, nimezaliwa mara ya pili, na yule nyoka yungali pale, ambaye alikusababisha kutenda zile dhambi ambazo ulitenda moja moja. Huwezi kusema ya kwamba umezaliwa mara ya pili huyu akiwa ndani. Kwa hiyo nabii akaendelea, hilo jambo likaendelea likiwa dhahiri kabisa, mpaka uone ya kwamba kuzaliwa mara ya pili ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tuweze kuelewa jambo hilo. Na Yesu akasema ya kwamba atakapokuja huyu Roho Mtakatifu atawaongoza kwenye kweli yote. Na kuwaongoza kwenye kweli yote inamaanisha atafunua zaidi ya Yesu, more about Jesus, maana hakuna ukweli nje ya Yesu. Yesu alisema mimi ni ukweli na uzima na njia, ama njia na uzima na ukweli. Kwa hiyo wakati anakuongoza kwenye kweli yote, anafunua zaidi ya Yesu. Maana Yesu ndiye ukweli. He is the truth, capital T.
Naona yeye ndiyo ukweli na ataongoza kwenye kweli yote. Na hapa nataka kusoma ujumbe mahali nabii anasema, wakati Roho Mtakatifu anakuja, kile ambacho kimefunuliwa katika kizazi chetu atakifunua zaidi kwako. Na hapo ndipo sasa mtu anaweza kuwazika, mtu ambaye haamini ya kwamba Roho Mtakatifu anaendelea kufanya kazi, anaweza kuwazika akisikia ya kwamba labda maneno yamesemwa ambayo huwezi kupata nukuu ya moja kwa moja ndani ya ujumbe. Anaweza kuwazika, aone kana kwamba kuna watu hapa wanaongeza maneno yao kwa ujumbe. Kwa sababu ni Roho Mtakatifu anaendelea kufanya kazi. Najua tunaamini ujumbe na ujumbe huu ndio ukweli. Lakini najua hatuwezi kuwa kama Mafarisayo ambao walikuwa wanajenga sanamu ya Musa. Wanasema Musa alisema na Musa akasema. Lakini Musa kuna mambo alitabiri. Kando na kuleta sheria, kuna mambo alitabiri kwa sababu alikuwa nabii yatafanyika baadaye. Musa alitabiri kuja kwa Yesu Kristo. Kasema nabii mwingine kama mimi, na huyo ndiye mtafuata. Na itatukia kwamba mtu ambaye hatamsikia ataondolewa katika nyumba ya Israeli. Musa akasema hivyo, na hatimaye Yesu Kristo akaja akiwa ni kutumia kwa ule unabii. Na alipokuja, watu ambao wamesimama na Musa walikataa maneno ya Bwana Yesu Kristo. Na yeye ndiye alikuwa kutumia kwa ule unabii wa Musa. Ndugu Branham naye ameleta ujumbe na kuna mambo alitabiri yatafanyika. Sasa wakati yanafanyika, mtu ambaye hana mtazamo huo wa neno atafikiria kwamba hawa watu wanaongeza kwa neno la Bwana. Wajua Mungu hakutuita tutengeneze monument ya ndugu Branham. Alituita tuweze kufanyika ujumbe. Alituita tuweze kutimiza sehemu ambayo ilikuwa imeachwa ya kutimizwa na biharusi. Nabii alitimiza sehemu yake, biharusi ana sehemu ya kutimiza katika ujumbe huo huo. Elia alimpaka mafuta Elisha. Lakini kuna kazi zaidi Mungu alikuwa anataka ifanywe. Wengine watiwe mafuta pale, lakini Elia akaondoka kabla ya kuwapaka mafuta. Lakini jukumu ambalo lilisalia, Elisha aliendeleza hilo jukumu. Ni kazi ya Bwana ile ambayo alikuwa ameagiza ikiendelea, lakini katika vyombo tofauti. Tuweze kuona jambo hilo. Ningetaka tusome ujumbe hapa, Nyakati 7 za kanisa. Nyakati 7 za kanisa. Juu ya Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa ndani. Nyakati 7 za kanisa. Nataka tusome hapa katika wakati wa Simurina. Wakati wa Simurina katika Nyakati 7 za kanisa. Nabii anasema hivi, that is exactly what Jesus said he would do when he came. Hivyo ndivyo Yesu alisema huyo anaongea hapa juu ya Roho Mtakatifu angefanya akija. John 14:26. Sasa nabii ananukuu yale maandiko tumesoma leo hii. He will teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ya kwamba atawafundisha mambo yote. Kusema atawafundisha akiwa ndani yenu. And bring all things to your remembrance, na kuwakumbusha yote whatsoever I have said unto you. Yale yote niliwaambia atawakumbusha. Unaona? And this is just what happened. Na anasema hicho ndicho ambacho kilifanyika. That is how the Gospels were written. Na zile Injili 4 ziliandikwa kwa njia hiyo. Mathayo, Marko na Luka na Yohana, vitabu hivyo viliandikwa kwa njia hiyo. Anasema these men had recalled to their minds by the Holy Ghost the very words that Jesus spake. Hawa watu ambao ni waandishi wa vitabu vile 4, Roho Mtakatifu alipokuja ndani yao aliwakumbusha maneno ya Bwana Yesu Kristo ambayo alikuwa amesema. Wakayakumbuka, wakaanza kuandika kila mtu injili yake kwa mtazamo wake. That is why the Gospels are accurate. Na hiyo ni sababu hizo injili ni sahihi. Yaani kusema hakuna dosari. They are perfect. Vitabu hivyo ni vikamilifu. But the Spirit, sikia hapa, the Spirit did not only bring all things to their minds, but he taught them further on the truth they already had.
Sijui kama umeshika hilo, ya kwamba Roho Mtakatifu hakuwakumbusha tu yale Bwana Yesu Kristo alikuwa amefundisha, lakini haya walikuwa wamefundishwa Roho Mtakatifu alipokuja aliwafundisha zaidi. Na hiyo inamaanisha kuna mambo ambayo yangesemwa saa hiyo ambayo hungesikia kwenye ukanda wa Yesu. Si ni kweli? Ama hatukusikia? Wacha nirudie. But the Spirit did not only bring all things to their minds. Roho hakuwakumbusha tu yale mambo yalikuwa yamesemwa, but he taught them further on the truth they already had. Aliwafundisha zaidi kuhusiana na ule ukweli ambao walikuwa wamepokea. Na ndio sababu huwa tunasema huduma ya biharusi si kasuku. Najua kasuku anarudia exactly hasa vile ambavyo imesemwa na mwingine. Lakini hapa nasema Roho akija, ukweli ule uliofunuliwa ataufunua zaidi. Ili maandiko ya Yesu yatimie, nina mengi ya kufanya nini? Ya kuambia, lakini hamwezi kuyaelewa hivi sasa, lakini Roho Mtakatifu akija atawafunulia. Nafikiri tunaona. Na unajua haijabadilika, hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Anaendelea kusema hivi, kwa hivyo, but the Spirit did not only bring all things to their minds, but he taught them further on the truth they already had. Hakuwafunulia tu, hakuwakumbusha tu yaliyosemwa, lakini hayo yaliyosemwa aliwafundisha zaidi. That is how Paul received his revelations. Hivyo ndivyo Paulo alipata funuo zake. He said concerning it, na akasema kuhusiana na hilo, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Ya kwamba ndugu zangu, nataka kuwajulisha ya kwamba injili niliyohubiri haikutokana na binadamu. Hakuna mtu alimweka kando akaanza kumueleza, hakuna. Anasema, for I neither received it of man, sikupokea hili jambo kutoka kwa binadamu, neither was I taught it, wala sikufundishwa na mtu of man, but by the revelation of Jesus Christ. Anasema, lakini ni kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Na ananukuu Wagalatia 1 mstari wa 11 na 12, anasema he was taught by the Holy Ghost. Alifundishwa na Roho Mtakatifu. Wewe fikiria Paulo hata katika mambo ya meza ya Bwana akisema, usiku ule Yesu aliyosalitiwa alichukua mkate na Paulo hakuwa pale. Si mnajua wale walikuwa pale ni wale 12. Wakati Judas aliondoka ili aje na umati wa watu, Paulo anasimulia yale yalifanyika pale na hakuwa pale. Kwa sababu anafunuliwa haya mambo na Roho Mtakatifu. Na ndio sababu anasema injili hii haikutokana na binadamu, ni ufunuo wa Yesu Kristo. Anasema hivyo. Na tunahitaji huyu mwalimu wa ndani aweze kutusaidia. Na huyu mwalimu wa ndani akiwa ndani anakusaidia kuelewa yale walimu wa nje wanayosema. Akiwa ndani. Walimu wa nje kuna wachungaji, kuna walimu, na ni Mungu ameweka ndani ya kanisa. Wanashika mambo mapya kila wakati kutoka kwa Bwana wanaleta. Lakini ili uweze kuelewa mambo hayo, itabidi sasa yule mwalimu wa ndani aweze kukusaidia. Aweze kukusaidia na kuweka kila kitu mahali pake. Ndio sababu wakati mwingine nabii alikuwa anahubiri ujumbe anasema, najua huyo ujumbe sikuleta vile nilikuwa nataka. Umekatika vipande. It is broken up. Lakini Roho Mtakatifu atakusaidia kuweka pamoja. Yeye akihubiri anaelewa ni nini anasema. Kwa sababu hilo jambo amepatiwa na Bwana, anaelewa, lakini labda namna ya kuleta haridhiki sana ya kwamba ameleta kwa njia inayofaa. Anasema ya kwamba ujumbe umekatika, lakini sasa Roho Mtakatifu atakusaidia kufanya nini? Kuunganisha. Anasema hivyo. Kwa sababu ni mwalimu wa ndani ambaye anakusaidia kuelewa kile ambacho walimu wa nje wanasema. Na kila mmoja ni muhimu. Mwalimu wa nje anashika mambo mapya kutoka kwa Bwana anayaleta. Naye mwalimu wa ndani akiwa ndani yako anakusaidia kuona kile kinasemwa. Kwa sababu kama hayuko hapo utangangana sana kuelewa na hiki ni kitu gani kweli. Ndio sababu tunahitaji msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu aweze kukusaidia kile ambacho kinafundishwa na huduma ambayo Mungu ameweka kanisani. Tunahitaji mwalimu wa ndani. Ndivyo ilivyokuwa zamani za mitume na ndivyo ilivyo siku ya leo.
ya kwamba lazima tuwe na huyu, baada ya kuamini ujumbe, tuwe na tukio kutoka mbinguni la kumleta msaidizi huyu, Roho Mtakatifu, mwalimu wa ndani, aweze kuingia katika mioyo yetu. Akiingia katika mioyo yetu, anakufundisha neno akiwa ndani yako. Kile ambacho kinasemwa, kinafundishwa katika kanisa, mambo tunaona yakiwa magumu sana yakifundishwa, anakusaidia kuyaelewa. Nakumbuka nilipoamini ujumbe, nilijaribu kusoma kile kitabu kinaitwa Sikukuu ya Baragumu, nikachanganyikiwa. Nilipojaribu kusoma Sikukuu ya Baragumu, anasema zimeenda, anasema hivi, baragumu ziko namna hii, nikachanganyikiwa vibaya sana. Lakini baadaye Mungu akanisaidia nikaelewa. Nikaona kwanza baragumu 6 zimepita. Ndio sababu Israeli wako katika nchi yao, lakini hawajapata upatanisho kwa sababu kuna moja imesalia. Na nikaona tuko hapo katikati baina ya Israeli kuenda katika nchi yao na kupata unabii wao, sisi tuko pale katikati. Lazima tuondoke hatimaye waweze kupata ile baragumu. Na Mungu akanisaidia kuona baragumu ya 7 ni upatanisho kwa Israeli, muhuri wa 7 ni upatanisho kwa biharusi. Kwa hivyo ni kitu kimoja lakini kinaitwa mambo mawili tofauti. Kutegemea kinaenda kwa nani. Ni kama Yusufu alikuwa na uhusiano na Asenath na alikuwa na uhusiano na ndugu zake. Lakini hakuna mmoja angechukua mahali pa mwingine. Ndugu zake hawangekuwa Asenath, hawangekuwa mke wake. Wala mke wake hangekuwa ndugu zake. Kila mmoja na mahali pake. Mambo hayo sikufundishwa na mtu. Mungu alinisaidia kuona. Tunahitaji mwalimu wa ndani atusaidie kuelewa hata yale mambo magumu katika ujumbe. Ingawa hakufundishi yote kwa siku moja. Usitarajia kwamba akiingia sasa utayajua yote siku moja. Hiyo haiwezekani. Hata Israeli waliambiwa hawatapatiwa nchi ya ahadi siku moja. Unaona? Kwa sababu wanyama wanaweza kuongezeka. Nikiondoa haya majitu wakati moja na muingie pale mpatiwe nchi na siku moja, wanyama wataongezeka na wanaweza kuwasumbua. Angalia Paulo. Unaona? Paulo, Mungu anasema ya kwamba alitumiwa mjumbe kutoka kwa shetani ili aweze kuwa na mtesa mara kwa mara kwa sababu wa wingi wa ufunuo. Asipatwe na kiburi, wanyama wasiongezeke. Sijui kama unanielewa. Na labda aanze kuwadunisha ndugu wengine. Kwa hivyo unapatiwa pole. Sio kusema ukiwa na mwalimu wa ndani unafundishwa ujumbe wote na siku moja. Kuna mambo ukitaka kufahamu. Na una mwalimu wa ndani lakini hufahamu. Saa hiyo, kwa sababu Mungu ana majira kwa ajili ya kila kitu. Baada ya muda unasema nimeona. Si kwamba Roho Mtakatifu alikuwa amelala akasahau kukufundisha. Hakuwa amelala. Ni majira yamefika, akaona sasa imefika, sasa anaweza kukueleza jambo hilo. Mungu atusaidie sana. Na dhibitisho moja nzuri sana ya kwamba umejazwa kwa Roho Mtakatifu ni wakati unafundishwa neno kutoka ndani. Najua mara nyingi watu wanadai kuwa na Roho Mtakatifu, lakini unaona hana uhusiano na neno. Tumewahi kuwa na watu hata hapa miongoni mwetu ambao wako na karama nyingi sana za Roho. Ananiambia kitu kimbele na kinafanyika hivyo jioni hiyo vile alikuwa ameniambia asubuhi. Kinafanyika hivyo. Lakini muamini huyo mkiketi sasa kuweza kuzungumza neno hana mchango kwa sababu hana ufunuo wa neno. Na amejaa karama. Unaona hajazaliwa mara ya pili. Na unajua wale watu wa karama wanatisha wengine sana. Kwa sababu wana karama, alitabiri jambo likatokea, niliona jambo hili na mambo kama hayo. Lakini hana ufunuo wa neno. Ni heri ukose karama zote na uwe na ufunuo wa neno. Na uweze kuwa na mwalimu wa ndani ambaye atakuongoza kwenye kweli yote. Hebu tusome waraka wa Yohana wa kwanza mlango wa 2. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2. Waraka wa kwanza wa Yohana na mlango wa 2. Ningetaka tusome mistari miwili, mstari wa 20 na turuke twende mstari wa 27. Tutaanza na mstari wa 20 na kisha tutaenda mstari wa 27. Anasema hivi, nimesema ni waraka wa kwanza wa Yohana na mlango wa 2. Mstari wa 20 inasema hivi,
nanyi mmepakwa mafuta na yeye aliye mtakatifu, nanyi mnajua nyote. Na sijui kama Kiswahili kinasema vizuri, kwa sababu Kiingereza nafikiri kinasema mnajua yote. Unaona? Mlipakwa mafuta ili muweze kujua mambo yote. Hiyo inakuambia nini? Basi ni yale maneno ya Bwana Yesu, Roho Mtakatifu akija atawafundisha mambo yote. Ulipakwa mafuta sehemu gani? Sio katika mwili na sio katika roho ya binadamu, ni ndani ya nafsi. Ukipakwa katika mwili huwezi kuelewa neno. Ukipakwa katika roho ya binadamu na Mungu asipite hapo akaingia kwenye nafsi, kile kitafanyika ni hiki, utakuwa na mambo fulani ya kiroho, madhihirisho. Unaweza kutabiri, utabiri ukatukia. Unaweza kucheza kwa roho. Unaweza kuombea wagonjwa wakapona na hujaokoka, hujageuzwa kutoka ndani. Maana yule roho hakuingia kwenye nafsi, alikwama kwenye roho ya binadamu, akakuletea madhihirisho fulani ya kiroho, lakini hajageuza moyo, hajapata makao ya kudumu, hujatua muhuri na huna mwalimu wa ndani. Ndio sababu huwa tunasema, na nilisoma nukuu hapa tulipoanza msururu huu wa Roho Mtakatifu, haitakufaidi kwa vyovyote kupata karama ukiwa nje ya mwili wa Yesu Kristo. Kwamba sasa una karama lakini hujazaliwa mara ya pili. Nabii anasema haitakufaidi. You understand? Kwa sababu unajua ukipata karama na hujazaliwa utadanganyika uko sahihi. Si unajua karama zinadanganya watu. Nabii anasema, na nilikwambia wiki jana, nabii anasema hivi, anasema Wapentekoste wanaonesha karama ambazo zimejaa dosari, with a margin of error. Ukimuuliza mbona mnafanya hivi na Mungu amekataza? Unaona wanawake wahubiri na mambo mengine ambayo si neno. Wanasema hilo halijalishi. Jambo ni hili, tunampata matokeo. Wagonjwa wanapona, tunatabiri na tunaona hizo tabiri zikitimia, hilo ndilo la muhimu. Nabii anasema they bypass the word. Wanaruka neno kwa sababu wanasema ya kwamba wanapata matokeo. Udanganyifu. Lakini sisi hatutaki jambo kama hilo. Tunataka mtu azaliwe mara ya pili. Roho ingie kwenye nafsi, kutoka hapo acha aoneshe yale madhihirisho ambayo atapendezwa kuonesha. Na si wewe utachagua ya kwamba nitatabiri ama nitafanya hivi, huwezi kumuongoza roho. Na huwezi kumtumia roho, ni roho anakuongoza, ni Roho Mtakatifu anakutumia. Amen church. Wale wote wanaongozwa na Roho Mtakatifu ndio watoto wa Mungu. Haya, tusome 27. Turuke pale 27. Inasema nanyi mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu haingii akitoka, anaingia mara moja kutosha. Mafuta yale mlioyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha, lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha kaeni ndani yake. Biblia inasema kuna mafuta yaliyo ndani yanakufundisha. Huyo ni Roho Mtakatifu. Akiwa ndani ya nafsi anakufundisha yale ambayo yanasemwa na walimu wa nje. Roho Mtakatifu anakufundisha akiwa ndani. Nabii anasema hilo ndilo thibitisho ya kwamba umejazwa kwa Roho Mtakatifu. Wakati unafundishwa neno kutoka ndani, hilo ndilo thibitisho ya kwamba umejazwa kwa Roho Mtakatifu. Na wakati anazidi kufunua neno akiwa ndani yako, hapo ndipo muamini anakomaa. Kukomaa kunatokana na Roho Mtakatifu akifundisha neno akiwa ndani yako. Hapo ndipo unakomaa, anakufundisha siri za Mungu. Yale mambo tunaona yakiwa magumu sana, unajua unaweza kufanya study. Usome jumbe, unarudia, unaweka underline, unaweka marginal readings pale, ukistudy na usielewe chochote. Maana wanathiolojia wanafanya hivyo, ni wasomi sana, wanathiolojia. Kwa sababu inachukua mwalimu wa ndani. Inachukua Roho Mtakatifu kukusaidia kuweza kuliona. Ni mara nyingi sana utakuwa ukiwa peke yako na unawaza juu ya Mungu, alafu unasema nimeona. Kuna dada mmoja alijazwa na Roho Mtakatifu miongoni mwetu katika kanisa moja dada. Na alipojazwa kwa Roho Mtakatifu akasema, sasa nimeelewa vile ndugu fulani alikuwa anahubiri, kile alikuwa anamaanisha.
Saa hiyo alikuwa anahubiri, hakuna kitu nilikuwa ninaelewa, lakini naona ni mambo mazuri. Sasa nimeelewa kabisa kile alikuwa anasema. Ni kwa sababu mwalimu wa ndani ameingia ndani yake aweze kumfundisha haya mambo ya ujumbe. Hata yale mambo yanaonekana magumu. Ila tu nimekuambia wakati Roho Mtakatifu anakufundisha neno, hakufundishi yote kwa siku moja. Ni muendelewe, ni process, ni mchakato. Anakufundisha, anaendelea akikufundisha namna hiyo. Vile tu akina Yoshua na Caleb waliambiwa na wale wengine, sitawapatia nchi hii kwa siku moja, lakini nitawapatia pole, lakini hatimaye mtaiteka nchi yote. Ndivyo ilivyo siku ya leo. Ufunuo wa Yesu Kristo unaendelea pole. Na Biblia inasema hivi katika Luka 6:40, mwanafunzi akifundishwa anakuwa kama mwalimu. Hata pita mwalimu, anakuwa kama mwalimu. Sasa ukifundishwa neno kiasi hiki, utakuwa kama Bwana Yesu Kristo. Maana ndiye huyo mwalimu. Maana unajua Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu ni Kristo ndani yako katika umbo la Roho. Sasa utakuwa kama mwalimu wako. To be like Jesus. Utakuwa kama Yesu. Na nabii anasema hivi, anasema kufundishwa neno kunafanya mwaminio aone sehemu yake katika uchumi wa Mungu. Wakati alianza kuhubiri kile kitabu cha wana wenye mamlaka, adoption, alisema mahubiri ya neno ni ya kuhukumu mwenye dhambi ili aje aamini Bwana Yesu Kristo, aokoke, asamehewe dhambi zake. Lakini anasema mafundisho ya neno anasema ni kitu hatari sana, kwa sababu watu wakifundisha hitilafu basi wataangamiza waaminio. Anasema mafundisho ya neno yanakuweka katika nafasi yako katika Kristo. Mahali unajua positionally, mahali umesimama. Unajua mahali umesimama, unajua uhusiano wako na Mungu, unajua haki zako, unajua ahadi yako, unajua kazi yako katika mwili. Unawekwa katika nafasi yako. Na mwalimu wa ndani huyo akikufundisha mambo haya, unaingia katika nafasi yako na unajua la kutenda na neno. Unakuwa na nia ya Yesu Kristo. Mungu atusaidie sana. Kila mmoja wetu aweze kuwa na mwalimu wa ndani, aweze kukuongoza kwenye kweli yote. Uzuri wa huu mwalimu wa ndani halali. Hata wakati unaabiri ukiwa kwenye gari la umma, ikiwa hutasikiza sana mambo mengi, lakini mara kwa mara unatafakari, bado anakufundisha. Hata wakati unapika viazi pale nyumbani, angali anakufundisha neno. Ama si kweli kina dada? Hujawahi kupata jambo la kiroho likikujia mpaka unaweka kisu chini kwanza. Ulikuwa unakata vitu fulani, unaweka chini kwanza kwa sababu kuna ukweli fulani umekujia. Is that true? Yes, ni mwalimu wa ndani akiendelea kufanya kazi. Bwana atusaidie sana. Wacha tuombe. Baba yetu wa mbinguni, kwa jina la Yesu Kristo, tunakuenzi Bwana. Tunasema unastahili, na wewe ni Mungu wetu. Wewe ni mwenye haki. Mungu wetu, tunafuraha sana kujua tunatumikia Mungu aishie milele, asiye na mwanzo, asiye na mwisho. Unamiliki mbingu na nchi Bwana, ulimwengu usioonekana na ule unaoonekana. Baba, tunainua jina lako. Tusaidie Bwana ili tuweze kuishi kwa ajili yako. Wewe ni mwenye haki Bwana. Na Mungu wetu, furaha yetu kuu sana ni wakati ambapo tunakuwa na ushirika nawe, tunakuwa na mawasiliano nawe Bwana. Tusaidie kila mmoja wetu aweze kuwa na mwalimu wa ndani wa kumuongoza Bwana, ili aweze kujua zaidi ya Yesu. Maana Yesu alisema ya kwamba atakapokuja Roho Mtakatifu atachukua yaliyo yangu na kuwaonesheni. Basi Bwana, uzidi kufunua Yesu Kristo ambaye ni uzima wetu katika maisha ya kila mmoja wetu. Mjaze kila mmoja Bwana kwa Roho Mtakatifu ambaye ni zaidi ya msisimuko, kwa sababu ni utu wa Yesu Kristo, ni uhai wa ile sadaka ukiingia katika moyo ulioamini ile sadaka. Na hiyo sadaka imefunuliwa kwetu kwa namna ya neno. Ndio sababu nasema leo hii neno linamwaga damu. Basi ninaomba ya kwamba kila mmoja Bwana, kwa vile ambavyo ameshikamana na neno hilo, ukamjaza kwa uhai wa hiyo sadaka, ili aweze kuwa mmoja na mwana-kondoo. Mungu wetu, tuna mahitaji mbalimbali miongoni mwetu. Ninaomba kila mmoja umsaidie. Wale ambao ni wagonjwa katika mwili uweze kuwaponya.
Wale ambao Bwana hawana amani, uwapatie amani. Wale ambao wanateseka kwa njia moja ama nyingine, uweze kuwasaidia. Tunaweka mambo yote mikononi mwako, tukisema ya kwamba unastahili. Ni asante Mwenyezi Mungu, tunakabidhi yote mbele zako Baba. Pokea sifa na shukrani na umiliki kila mmoja wetu, maana tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.